Lisa, naamini unanifahamu vizuri, kwa sababu nimeshakuja sana hapa kipindi nafanya upelelezi wa vifo vya wazazi wako. Ndiyo afande. Lisa, ripoti ya hospitali inaonyesha kwamba imekutwa sumu, imekutwa kwenye glasi ambayo nyinyi mnasema kwamba aliitumia James. Sumu? Ndiyo, ni sumu aina ya organophosphate, sumu ambayo inaanza kufanya kazi ndani ya nusu saa mpaka dakika 90. Na sumu hii inaonekana James aliitumia kabla ya sherehe. Afande Mabula, sasa nani atakuwa anahusika? Aina ya hii sumu ndio ilihusika kuua wazazi wako, na ndani ya nyumba ulikuwepo wewe na ndugu yako James. Ndiyo, nakumbuka afande, lakini mbona kama unataka kunituhumu? Hapana Lisa, sikutuhumu. Lakini kwa nini kwenye matukio ya aina hii lazima jina lako linakuwepo? Afande, mimi ninachojua, ninaishi ndani ya hii nyumba na hayo matukio yametokea ndani ya hii nyumba, ni lazima niwepo. Hayo mengine mimi hayanihusu. Mbona umeniita? Kuna nini? Ni gela langu bana. Ni gela langu, mimi niondoke. Punguza sauti. Hivi Jose, unaamini nikikupatia hiyo hela ndio utakuwa uhuru kuondoka? Mimi sitaki kusikia chochote bana. Mimi nimeshatubu, ninachotaka sasa hivi ni hela yangu, mimi niondoke. Ni gela langu. Umetubu? Umetubu mbele ya afande? Amekudanganya kidogo, umeeleza ukweli wote. Mbona huwezi kujishikilia wewe? Wewe unataka nijishikilie vipi? Mimi nimeshakiri kwa afande nimefanya makosa. Sawa. Nilichotaka kwa afande nisiende jela, na ninachotaka kwako ni hela yangu. Mimi ninajua wewe una akili. Ungetumia hata huo mwili wako. Umebanwa kidogo, umeeleza kila kitu na umeshaharibu. Sasa mimi na wewe tusipoenda jela Joseph, nitakacho kufanya. Kwa hiyo unanitishia maisha yangu. Sasa endelea uone. Wewe sema su nimwambie afande. Nipe hela yangu. Meshak, mbona wewe hujaitwa mara nyingi kama watu wengine? Wote tumeitwa mara moja kama sikosei. Ili swala likiisha, nitatoa sadaka kubwa sana na nitabadilika kabisa. Maswala kujifanya kiongozi kwenye pati za watu, aisee, kilanga koma. Mimi nipo, nitakukumbusha ahadi zako. Tukiwa jela au? Meshaki, ni maneno gani tena unazungumza? Natania. Hapa sidhani kama kuna mtu mwenye roho kama hiyo ya kufanya ubaya huo. Na sio sisi tu hapa, hata hao kina Jose. Mbona Lisa hujamtaja? Lisa? Lisa usiki. Ni dada yake kabisa. Mimi nadhani tusubiri tu uchunguzi ufanyike, tutajua. Au unasemaje Ricky? Mimi hata sielewi. Lisa, nikiatizama macho yako naona kuna uchungu yameubeba. Nahitaji kukusaidia. Kuna namna ulikuwa hauishi kwa amani humu ndani? Au kuna vitu ulikuwa unavipenda na huvipati? Kwenye maisha kuna baadhi ya maumivu hayasahauliki kirahisi, na kila unapojaribu kusahau yale matukio ni kama yametokea jana. Unajua ni ngumu sana kusahau kitu ambacho kifumba macho unakiona.
Kwenye haya maisha hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa na roho mbaya. Roho mbaya zinatengenezwa na watu ambao wanatuzunguka, wanatuharibia maisha, wanatupa vidonda ambavyo havisahauliki kwenye mioyo yetu. Nakuelewa Lisa, lakini maisha tunayoishi leo yana mambo mengi sana, na ndio maana tunashauriwa kuwa na watu karibu na kusaidiana nao mawazo ili kutoa ile mizigo ambayo iko ndani ya mioyo yetu. Unaweza kuniamini na kuniambia. Natamani mfahamu jambo moja muhimu kabla hatujaendelea. Kitaalamu, jinsia ya mtoto hutegemea na mbegu ya mwanaume. Kwa baadhi ya wanaume, mbegu zinazozalisha mtoto wa kike huwa chache au dhaifu zaidi. Unamaanisha tatizo lipo kwangu? Sio kosa lako, na haimaanishi haiwezekani kabisa, lakini uwezo wa kupata mtoto wa kike ni mdogo kuliko kawaida. Kwa yote niliokuwa nikiyapitia, jamii mara nyingi humlaumu mwanamke, lakini kitabibu ni tofauti kabisa. Lakini mbona nilishawahi kupata mtoto wa kike? kwa hiyo unaleta mambo ya mfanyakazi hapa, si ndio? Hivi unajua jinsi gani uliniumiza? Hivi wewe hakuna kutembea na mfanyakazi wa ndani wewe? Samahani, naomba tujadili swala la kitabibu zaidi. Kupata mtoto wa kike na usipate tena ni jambo la kibiolojia, huwa inatokea. Karibu bosi. Sikutegemea kama ungepafahamu hapa. Kwa nini sipafahamu? Wakati unawasiliana na mume wangu kila siku na anakutumia pesa za matumizi. Nisamehe bosi, sikutaka iwe hivyo. Alining'ang'aniza tu. Kuwa na amani. Nimekuja hapa kwa jambo hili moja tu. Mtoto yuko wapi na anaitwa nani? Mtoto anaitwa Lisa na yuko nje anacheza. Sawa. Ndoa yangu sasa imekuwa ni chungu sana. Mama mkwe wangu, wifi zangu, wote wanataka mtoto wa kike, na mimi mume wangu hana uwezo wa kunipa mtoto wa kike, na Lisa ni damu yake. Kwa hiyo nitamchukua Lisa, nitaenda naye nyumbani. Lisa? Hapana. Lisa ni mwanangu mimi na ni sehemu ya maisha yangu. Siwezi kuruhusu Lisa kuondoka. Umeishi na mimi muda mrefu sana na unanijua vizuri kwamba naweza kufanya kitu chochote kibaya. Nipe Lisa niondoke naye, na wewe hapa upotee. Mtoto siwezi kukupatia na pesa sina shida nazo, na huyo mumeo mwambie asinitafute. Sijui umenielewa? Kwanza nina hasira na wewe. Kwa nini utembea na mume wangu? Oh
Hujambo mtazamaji wa Pakamia Studio. Habari ni kwamba kuanzia sasa tutakuwa tunaachia episodi mpya kila wiki siku ya Ijumaa na Jumamosi kwenye chaneli yetu ya Pakamia Studio. Pakamia Studio, burudani bado zinaendelea.